Juzi tumeleta wawekezaji DP World. Hivi mnafuatilia makusanyo ya DP World kwa mwezi, kwa mwaka mnafuatilia? Kwa mujibu wa ripoti ya au taarifa ya bunge iliyosomwa na waziri wa uchukuzi mwezi Mei mwaka 2024 na 25 inasema hivi: makusanyo ya DP World pale bandarini yameongezeka kutoka trilioni 7.1 mpaka trilioni 8.2 kama sikosei. Unaweza kuna ongezeko la kiwango gani kwa kipindi cha miezi mitano ya uendeshaji wa DP World? Hivi tukichukua ile trilioni 1.8 iliyozidi pale tukaipeleka kwenye sekta ya afya, watu watutibu bure? Hiyo ni eneo moja tu la bandari. Twende eneo la madini. Kila kukicha takwimu zikisomwa kuna nyongeza. Hizo nyongeza zinaelekea wapi kama zipelekwe kwenye elimu? Kiwango cha serikali kutoa ruzuku katika elimu tangu 2015 16 mpaka 2021 22 kimebaki katika level ile ile. Wanakuambia kila mwanafunzi anapewa 20,000, lakini ni eneo ambalo ni nyeti sana. Tunatakiwa tulipe kipaumbele. Sisi kama chama tumeamua kulivalia njuga kwamba tutahakikisha tuna provide kwa 100%. Hakutakuwa na tofari, hakutakuwa na sijui na daftari na jembe, wala hakutakuwa na mtoto atasoma, mtoto atalishwa. Tunataka tuzalishe kizazi ambacho kinakuja kufikiri zaidi. Tunajisifu kwamba Waisraeli wanajua kufikiri, tunajisifu kwamba Warusi wanajua kufikiri, lakini wamewekeza wenzetu kwenye elimu. Sasa ukiangalia Chama cha Mapinduzi kinavyojenga sera kuhusu taifa, utafikiri wanajenga sera kuhusu maisha ya mtu mmoja mmoja. Jamani, hii nchi itakuwa tujenge tukiwa serious. Leo nitakwambia mfano, jimbo langu la Kigamboni lina kilomita zaidi ya 80 za fukwe za bahari. Kaulize zimetumikaje hizo fukwe? Ukianzia tu hapa kwenye Pantoni hapa mpaka unafika Buyuni Pemba Mnazi, zaidi ya kilomita 60-70 hazijatumika effective kwa wananchi wa kawaida. Tuna uwekezaji wa watu, mahoteli, lakini vimehusika vipi na maisha ya mtu mmoja mmoja? Tuna wavuvi. Kigamboni inatawaliwa na wavuvi. Wale wavuvi wamesaidiwa kwa kiwango gani? Kwa hiyo sisi tumewekeza nguvu, tumesema tunakwenda kubadili aina ya maisha ya Watanzania. Asante sana. Kwa kuanza naomba niishie hapo. Asante.